Tuweke mikono yetu juu, tumpatie Yesu makofi mazuri. Nasema tumpatie Yesu makofi mazuri. Unaweza msalimu mwenzako pia unapomkaribisha kwa ibada yetu ya siku ya leo katika jina la Yesu. Nikukaribishe pia mtazamaji wangu popote unatazama ukiwa, nasema karibu sana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Tuko katika mwezi wa maombi. Nitaomba mgeukie mwenzako tena, mwambie karibu katika mwezi wa maombi. Mwambie karibu kwa mwezi wa maombi. Na tulishaanza tayari asubuhi, kwa hivyo tunataka kuendelea katika jina la Yesu. Tulisema kila Jumapili ukija na mikutano yetu yote ya kanisa, ukienda tarajia unaenda kuomba. Bwana asifiwe. So tuko katika maombi, na ujumbe wetu wa maombi tunapoendelea ni kwamba prayer is a powerful force. Prayer is a powerful force. Kwa Kiswahili nakosa maneno ya kuipa. Maombi ni nguvu. Kiswahili tunasemaje bwana? Maana powerful na force yote kwa Kiswahili sasa ni nguvu. Hallelujah. Prayer is a powerful force. Maombi si tu maongeo, bali maombi ni nguvu. Maombi ni nguvu. Geukia mwenzako mwambie maombi ni nguvu. Na tunaingia katika mwezi wa kuweza kuomba. Mwezi wa kuomba kwa ajili ya vitu ya kanisa, na ni mwezi wa wewe pia kukuongoza kuomba kwa ajili ya vitu vyako. Bwana Yesu asifiwe. Tulisema ya kwamba kuna roho ambazo tutakuwa tukidili nazo. Nikupatie kwa sababu ya katikati ya wiki uendelee kuomba. Hii ndiyo maombi tutakuwa tukiombea vitu hivi. Jambo la kwanza, tunaomba kinyume na roho ya kuturudisha nyuma, ama roho ya kukurudisha nyuma. Roho ya kukurudisha nyuma kumaanisha kwamba zipo roho katika ulimwengu wa kiroho ambao kazi yao ni kukurudisha mahali ambapo ulikuwa. Kwa hiyo ni kukurudisha jana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi niko leo, ninaishi leo, kuna roho za kufanya bidii kunirudisha jana. Yawezekana unaishi leo lakini hauishi na mawazo ya leo, unaishi na mawazo ya jana. Yawezekana unaishi leo lakini akili zako ziko nyuma. Asubuhi tulihubiriwa katika kitabu cha Kutoka 14. Maandiko ikasema ya kwamba wana wa Israeli wakamlilia Musa na wakalalamika na wakamwambia Musa, kwa nini umetuleta hapa? Si kule Misri kulikuwa at least kuko na makaburi. Bwana Yesu asifiwe. So walikuwa wametoka Misri lakini akili zao bado zilikuwa Misri. Mahali Mungu aliwatoa walikuwa bado akili zao ziko huko. Na ni vizuri kwa wewe mpendwa, kila mmoja katika maisha yako kwa jumla, pigana na roho za kukurudisha jana, roho za kukurudisha juzi, roho za kukurudisha mahala ambapo Mungu amekutoa. Hata kama palikuwa pazuri, Mungu amekutoa, amekusongeza mbele, haupaswi kurudi mahali ambapo ulikuwako. Kibiashara tuko hapa kuomba biashara zetu zisiwe kama jana. Maana kuna watu waweza fanya biashara zenu na kazi zenu siku ya leo, lakini ukiangalia vile kazi yako iko, ukasema 2021 biashara ilikuwako vile iko leo.
Vile biashara leo iko ni vile 2021 ilikuwa hapo. Hiyo ni kumaanisha kwamba 2025 biashara yako imechukuliwa ukarudishwa 2021. Maana 2021 tulitoka, tuko 2025. Biashara yako inapaswa kukua vile inapaswa kukua leo, na unapaswa kuona zaidi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Kimawazo unaweza ukarudishwa nyuma. Kimawazo, kuna watu mnaishi leo lakini mnawaza kama juzi, mnawaza miaka iliyopita, mnawaza vile ulikuwa unawaza zamani, ndivyo unawaza leo. Hizi ni roho za wewe uko leo, zinafanya bidii zikutoe kwa leo yako, zikurudishe kwa jana yako. Weka mkono wa kulia juu, sema kwa jina la Baba. Sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema kila mwanadamu, sema kila roho inayofanya bidii kunirudisha mahali nilikuwako, natangaza haitafaulu, haitafanikiwa, haitafaulu, haitafanikiwa katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa maisha yako yote ishi ukiomba na ukikataa kurudishwa mahali ulikuwako. So tuko na spirits, tuko na mamlaka za giza ambazo zinafanya bidii zikurudisha huko, na pia tuko na wanadamu ambaye pia wako kukurudisha mahali ambapo ulikuwako. Hii inamaanisha kwamba pia jihadhari na watu ambao wako kukurudisha mahali ambapo Mungu alikutoa. Unapata umeokoka lakini unalala unaota na vile ulikuwa zamani. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni nini? Unapata unalala leo lakini unaota vile ulikuwa wako zamani. Hiyo ni alama mbaya. Hiyo yote ni kurudishwa nyuma. Dokta wenzako mwambie ota na mbele katika jina la Yesu. Dokta wenzako mwambie ota na mbele. Dokta wenzako mwambie ona ukienda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupatanishe na watu wakukusongeza mbele katika jina la Yesu. Ninakuombea Mungu akuunganishe na vitu na watu na roho za kukusukuma mbele, za kukupeleka mbele katika jina la Yesu. Sema amen. Nambari ya pili, roho ya kukusababisha kutoka bure. Roho ya kukusababisha kutoka bure. Tuko na watu wamefanya kazi za serikali miaka mingi, wanaritaya, hawana kitu ya kuonyesha. Tuko na watu wamefanya biashara miaka mingi, imewapatia pesa nzuri, lakini leo hauna kitu ya kutuonyesha. Leo nimekuja kuongea na wewe. Kwa hiyo biashara yako ni nini huwa unatoka nayo? Ni nini huwa unatoka nayo kwa biashara yako? Umefanya kazi za aina ngapi? Kazi ni kutoka bure. Kazi ni kutoka bure. Kazi ni kutoka bure. Leo nimekuja kukuambia zipo roho za kuhakikisha chochote unaingia kufanya usitoke na chochote, unatoka bure. Weka mkono juu, sema kwa jina la Baba. Sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema sitatoka bure kwa biashara yangu, kwa maisha yangu. Sema sitatoka bure. Nakataa kutoka bure. Nakataa kutoka bure. Sema nakataa kutoka bure. Nakataa kutoka bure. Nasomesha watoto wanasoma class 1 mpaka 8 wanatoka bure. Hakuna kitu wanatoka nao kwa shule. Mtu anaenda form 1 mpaka form 4 anatoka, hakuna kitu kwa akili, mpaka unamwangalia unashindwa ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Sema roho ya kutoka bure. Hizi ndizo roho tunapigana nazo. Nambari ya ngapi? Roho ya kukuzuilia usitoke. Roho ya kukuzuilia usitoke. Maana kila mahali tumefika, hatupasi kukaa hapo siku zote. Kila level ya biashara umefika, haipasi kuwa hivyo siku zote. Kila level ya maisha ambayo umefika, haipasi kukua hivyo
hivyo siku zote, kuna mahala unapaswa kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahala unapaswa kutoka. La leo nataka nikuambie, zipo roho za kukuchunga, za kukuzuilia usitoke. Inaitwa roho ya Farao. Mungu akamwambia Musa, enda ambia Farao aachilie watu wangu. Farao akamwambia Musa, hawa watu sitawaachilia. Musa akababana na Farao. Farao alikuwa anawashikilia, Farao alikuwa anawakatalia, Farao alikuwa anawazuilia. Farao akakataa. Musa akamwambia Farao, akakataa. Na ni mpango wa Mungu watoke hapo, lakini kulikuwa na roho ya kuwazuilia, ya kuwakatalia wasitoke hapo. Leo nimekuja kutangaza, tunaingia kwa maombi ya kupigana na kila roho ya kukuzuilia kutoka hiyo sehemu, kutoka hiyo kiwango, kutoka hapo kwa shida, kutoka kwa mateso. Kuna maroho za kuchunga watu wasitoke kwa shida, kuna roho za kuchunga watu wasitoke kwa manene, kuna roho za kuchunga watu wasitoke kwa maisha ya ufukara. Leo ninakuja kutangaza katika jina la Yesu, utatoka by force. Katika jina la Yesu utatoka by force kwa kila hali ambayo inafinyilia, inakandamiza na kutasa maisha yako. Inua mkono juu, sema ninatoka. Sema ninatoka. Sema kwa madeni ninatoka. Sema kwa magonjwa ninatoka. Sema kwa kung'ang'ana ninatoka. Kwa kudharauliwa ninatoka. Kwa kuonewa ninatoka. Kwa maisha ya ufukara ninatoka. Hizi vitu zitagharimu wewe kuomba kutoka kwa hali nyingine. Biashara yako haina shida yoyote, lakini biashara yako inafaa kukua. Ni ukweli? Biashara yako haina shida yoyote, lakini haipaswi kukua hivyo siku zote. Kuna mahali inapaswa kukua. Na kuna watu hapa mmeandikwa kazi na mmecheck maroho za kukuzuilia kutoka hapo zimekuzuilia, maana unapaswa kuwa na kazi yako. Wewe unajua kuna watu wa kuandikwa kazi na kuna watu si wa kuandikwa kazi. Kwa kama zako mwambie unajua kitu kama hiyo. Kuna watu si kwa kuandikwa kazi, na kuandikwa kazi kwao si haimaanishi waishi siku zote. Either umeandikwa upate capital. Lakini kuna watu kulingana na vile Mungu amekuweka, alikuweka ukuwe na biashara yako. Na sasa kuna watu mmezuiliwa kabisa, mmekwama kwa kuandikwa kazi. Tunawafungua mtoke katika jina la Yesu. Hiyo nafasi ni ya mwingine anaandikwa kazi. Unapaswa kuwa umeanzisha kazi katika jina la Yesu. Sema amen. Nambari ya ngapi? Ya 4. Haleluya. Roho ya kukuzuilia kuendelea. Tunataka kupigana na maroho ya kusimama mbele yako, ukuta za kuinuliwa mbele yako. Sijui ni nani ameinuliwa mbele yako, ni wa kukuzuilia usiende, usiendelee. Sema amina. Usiendelee. Nambari ya 5, roho ya kukuzima. Kuna roho inaitwa roho ya kuzima watu. Unaweza ukazimwa. Ndio kama sasa kumwambia unaweza ukazimwa. Biashara yako inaweza ikazimwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kubambana na maroho ambazo zinafanya bidii zikuzime kibiashara, zikuzime kimaisha, pamoja na roho ya kukunyamazisha. Sema kuninyamazisha. Unaona serikali zote, siwezi sema hii peke yake, lakini serikali zote umeona vile huwa zinanyamazisha watu. Nakumbuka serikali ya Moi. Ungeonekana ni kana kwamba unakuja sana. Ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unanyamazishwa. Nafikiri hata kuanzia kwa Jomo Kenyatta walikuwa wanajua jinsi ya kunyamazisha watu. Watu kama Robert huko sio kuuawa, waliuawa, ni kunyamazishwa. Walifanya nini? Ni kunyamazishwa. Tuko na wanasiasa, unapata ya kwamba yule ambako kwa kete anakuwa na insecurity na hao watu anaanza nyamazisha. Serikali ya Moi ilikuwa inanyamazisha watu.
Mngejitokezea kufanya chochote, mlikuwa mnapigwa kama burukenge. Hiyo ni kunyamazishwa. Siku ya kesho usijaribu kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Sina historia na serikali ya Kibaki kama ilikuwa inanyamazisha watu, lakini pia serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa inafanya nini? Ilikuwa inanyamazisha watu. Nakumbuka KRA wanakutumia nini? KRA. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii mambo ya Subaru ilianzishwa na nani? Nafikiri ni serikali ya Uhuru Kenyatta. Subaru tu ukiona kwa mlango wako ujue ni kubaya. Na hata hii serikali tuko nayo pia inafanya nini? Hata hiyo inanyamazisha watu na kutumia KRA. Utasikia ni hao watu abductions zinaendelea. Hizi zote ni kunyamazisha watu. Bwana Yesu asifiwe. Kila roho inayofanya bidii kukunyamazisha haitafaulu kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Roho inayopigana na maisha yako. Roho inayopigana na maisha yako. Ni roho gani hii ambayo inapigana na maisha yako? Kuna watu mnajua lakini hujui ni nini, lakini unajua kuna roho pastor. Iko kitu pastor. Iko kitu tu haitakagi ni kuwe na kitu. Iko kitu tu inapigana na mimi. Tunataka pigana na hiyo kitu katika jina la Yesu. Inayopigana na maisha yako. Hawezi kuwa na chochote mzuri, hawezi kaa nyumba mzuri, hawezi kuwa nguo mzuri, hawezi kaa na pesa, hawezi kuwa na kitu yote mzuri. Tunataka pigana na hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Nambari ya 7, roho ya kukatalia vitu ya watu, roho ya kushikilia. Kuna watu vitu vyao vimeachiliwa lakini vimezuiliwa, vimekataliwa. Mpendwa, nikuambie leo, kama kuna imani niko nayo ya mwezi hii, maombi hii ninapoingia kufunga na kuomba, imani kubwa niliyo nayo ni vitu yako iachiliwe katika jina la Yesu. Ni mali yako iachiliwe, mawazo yako iachiliwe, your reasoning iachiliwe, nyumba yako iachiliwe, familia yako iachiliwe. Chochote unapaswa kuwa nayo, mashamba zenu ziachiliwe, magari zenu ziachiliwe, mali zenu ziachiliwe katika jina la Yesu. Tuko na watu mko na vitu lakini imeshikwa, imezuiliwa. Ninaamini Mungu kupitia kwa maombi vitu vyako vianze kuachiliwa katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Na pia tutakuwa tukidili na roho ya kukufunga na ya kukufungia. Tuko na watu lakini wamefungiwa mahali. Hii ni nafsi, hii ni mawazo. Tuko na watu ambao ni kufungwa, mmefungwa. Hamwezi mkafanya vitu, hamwezi mkaendelea, haiwezi kuwa sawa na nyinyi kwa sababu mmefungwa. Takuwa nikiomba na hizi nikielezea tunapoendelea. Na roho ya mwisho takuwa tukiomba ni urejesho. Bwana afanye urejesho kwa biashara yako. Bwana afanye urejesho kwa maisha yako. Bwana arejeshe vile ulikuwa unaomba, vile ulikuwa unafanya vitu. Natangaza Mungu arejeshe katika jina la Yesu. Sema Bwana rejesha. Sema Bwana rejesha. Mathayo 17:20 alafu tuweze kuomba. Biblia inasema hivi: Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amin nawaambieni, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwa neno lisilowezekana kwenu. Tukiwa na nini? Na imani. Tukiwa na nini? Na imani. Utaambia mlima huu ondoka na utafanya nini? Utaondoka. Mlima ni nini? Mlima ni ishara ya hali zilizogumu ambazo zimepai, problems ambazo zimepai, magonjwa ambayo imepai mpaka ikajenga nini? Mlima.
Kama huwa unafua nguo zako Saturday, Monday ukitoa hizo nguo jioni ni kadogo. Alafu Tuesday tena kanaendelea kufanya, kanaenda kuongezeka. Wednesday kanasonga. Thursday, Friday, ikifika Saturday ni mrundo wa mavazi ambayo ni chafu. Ukiangalia hivi unashindwa sasa ni nani ataosha hizo nguo zote. Nafikiri wengi mnafanyaga vya asubuhi. Unaiangalia na unasema sasa nani atafua hizo nguo zote. Kimurundo kia manguo. Ni kwa sababu ni nguo chafu imerundikana ikakuwa nyingi. Kuna watu ni shida zimefanya nini? Zimerundikana. Shida ya mwaka ile imeendelea. Sasa mbele yako kuna shida kubwa imepai. Ni mashida nyingi zimeungana zikakaa pamoja. Sasa uko na kitu kinaitwa sema mlima wa shida. Sema mlima wa shida. Sema mlima wa matatizo. Sasa iko mbele yako. Yesu amesemaje? Ukiwa na imani utaondoa hiyo shida. Niamini pamoja na wewe. Mwezi wa 6 kuna milima unaenda ondoa mbele yako. Milima ambayo imesimama kwa biashara. Milima ya madeni unaenda iondoa mbele yako. Milima ya hasara kwa biashara yako unaenda ondoa. Milima ya magonjwa, milima ya mahangaiko. Sema mwezi huu ninaondoa. Kwa wale wanaamini mnarudia nyuma yangu, hawamini endelea kunyamaza. Yesu akasema wala hakutakuwa na neno lisilowezekana kwenu. Alafu mstari wa 21. Lakini namna hii, lakini namna hii haitoki. Haifanyi nini? Haitoki ila kwa kuomba na kufunga. Najua Biblia zingine hazisemi hivyo. Yako inasema hivyo. Najua nyingi inasema ila kwa kusali na kwa kufunga. Ni kwa sababu waliletewa mtu aliyekuwa na pepo. Wanafunzi wakajaribu kutoa, lakini wakafanya nini? Wakashindwa. Waliposhindwa wakaelezea kwa nini sisi tulijaribu kutoa ikakuwa ngumu. Yesu anawaambia za namna hii hasitatoka tu kwa kuomba, ila kwa kuomba na kwa kufunga. Na leo nimekuja kutangaza kwa nini ufunge na kuomba. Kwa sababu vitu vingine havitaondoka kwa maombi peke yake, ila kwa kuomba na pia kwa kufunga. Ndio maana tunataka kufunga na kuomba, ndio zile zikichwa ngumu zitatoka kwa nguvu katika jina la Yesu. Number 1, andika. Maombi, prayer has power to shake evil foundations. Maombi ina nguvu ya kutingiza misingi mibaya. Number 2, prayer has power to break evil chains. Maombi ina nguvu ya kuvunja minyororo ya kishetani. Prayer has power to bring down evil walls. Maombi ina nguvu ya kuleta chini kila kuta mbaya ambazo zimeinuliwa katika maisha yako. Hallelujah. Prayers has power over darkness. Maombi ina nguvu juu ya giza. Maombi ina nguvu juu ya giza. Hallelujah. Hallelujah.
Bwana asifiwe. Maombi ina nguvu ya kufungua milango iliyofungwa kwa ajili yako. Maombi iko na nguvu ya kusababisha uachiliwe uende zako. Maombi ina nguvu ya kusababisha uachiliwe uende zako. Bwana asifiwe. Hii sasa ndio ombi ninataka tuombe siku ya leo. Nataka tuombe maombi ya wewe uachiliwe uende, kwa sababu inaanzia kwa wewe kuwekwa huru. Jumapili tutasoma Matendo ya Mitume 12. Wakamshika Petero, nalo kanisa likafanya nini? Likamuombea kwa bidii. Akafanywa nini? Akaachiliwa. Ombi la kwanza mpendwa la maisha yako ni kabla ya vitu, uombee vitu, uombee sijui nini. Wachana na hizo kwanza. Omba wewe mwenyewe kwanza uachiliwe na uwekwe huru. Nilikufunza na nikakuambia Mungu alikuwa na uwezo ya kuwapa wana wa Israeli utajiri, lakini hakuwapa. Miaka 430 walioishi kule Egypt walifanya kazi kwa bidii, lakini hawakuwa na chochote. Mungu alikuwa na uwezo ya kuwapatia vitu, lakini Mungu hakuwapatia. Mungu alikuwa na uwezo ya kuwapatia utajiri, lakini hakuwapatia. Alikuwa na uwezo ya kuwapatia maisha mazuri, lakini hakuwapatia. Alikuwa na uwezo ya kuwapatia kazi nzuri, lakini hakuwapatia. Alikuwa na uwezo ya kuwapatia vitu, lakini hakuwapatia kwa sababu moja, walikuwa wamefungwa na walikuwa ni watumwa. Kwa hivyo Mungu akajua hata niwapatie utajiri mtanyang'anywa, hata niwapatie utajiri mtanyang'anywa, na tena hamuyuko kwenu, hamuyuko kwa nchi yenu. Leo nimekuja kutangaza, kabla ya Mungu akupatie gari, ninaomba akuponye kwanza katika jina la Yesu. Kabla Mungu akupatie pesa, akufungue kwanza, akuponye kwanza, akuweke huru kwanza, maana unahitaji maisha yako kufurahia pesa zako. Kama umefungwa, hauwezi furahia pesa zako. Kama umefungwa na magonjwa, hautafurahia mali yako. Na ndio maana leo ninakuja kuomba ufunguliwe kwanza, uachiliwe kwanza katika jina la Yesu. Roho yoyote ambaye imeshika mawazo yako, ambaye inakushikilia, ufunguliwe kutokana mikono ya watu. Uachiliwe, uachiliwe uende zako, uachiliwe. Ukiachiliwa utapata vitu, ukiachiliwa Mungu atakupea vitu, Mungu atakupea vitu, lakini upewe kwa sababu utumwani haukuja chochote. Matendo ya Mitume 12, wakamshika Petero. Walipomshika Petero, wakamtoa kwa uhuru wake. Mara moja wakamwambia leta simu. Mara moja wakamwambia leta simu. Namba 2, toa viatu. Namba 3, toa mshipi. Namba 4, leta wallet. Hivyo unafanya? Hivyo unafanya? Ukishikwa, kitu cha kwanza unanyang'anywa communication. Unanyang'anywa kila kitu. Unawachwa bila chochote. Maana sasa wewe ni mtumwa wetu. Mtumwa kwa sela hapaswi kukuwa na chochote. Lakini watu wanakuja, lawyer anafanya kesi na wewe. Wanafanya kesi. Unashinda kesi. Inabidi ufanye nini? Urudishiwe vitu vyako. Leo nataka niamini katika jina la Yesu, ufunguliwe ndio uwe na vitu zako. Ufunguliwe kutokana na magonjwa. Maana magonjwa haikai kwa pesa, magonjwa haikai kwa vitu, magonjwa inakaa kwa mwili wako. Naomba leo ufunguliwe. Hizi marozi na kusumbua usiku, ufunguliwe.
ufunguliwe leo. Leo nataka tuombe maombi ya wewe ufunguliwe. Leo nataka tuombe maombi ya mawazo yako iachiliwe. Sina muda wa kuelezea vizuri zaidi, lakini tuko na watu umekuwa limited. Your thinking capacity imekuwa reduced kabisa na imefungwa. Wewe hau reason vile ulikuwa na reason zamani. Vile ulikuwa na ideas, vile ulikuwa na reason. Siku hizi hauko hivyo, ni maana umetekwa nyara mawazo yako. Mawazo yako ndio imeshikwa. Moyo wako ndio umeshikwa. Nataka leo tuombe ombi la kuachiliwa. Simama juu kwa Biblia yako tuombe. Wangapi wanaamini kuachiliwa? Wangapi wanaamini kuachiliwa? Chochote, area yote imeshikwa, nafsi yako, mawazo yako, mwili wako, chochote kiko kwa mwili yako ambacho hakistahili, kikutoke, kikuachilie. Ndio tuendelee hapo pengine. Tusimame sote. Tusimame katika jina la Yesu. Tunataka kufanya leo, nimeongea sana kwa sababu ni siku ya kwanza. Bwana asifiwe. Tunataka kufanya nini? Tunataka kuomba. So nisikuone hii maombi tunaomba sio ya kupiga magoti. Mwambie mwenzako hii si ya kupiga magoti. Mwambie hata hii si ya kukaa chini. Aidha utembee, aidha ufanye nini? Kanisa ni kubwa. Kanisa ni tembea. Huko kote unaruhusiwa kutembea hapa mbele, huko kote, na uweke makofi yako pamoja tukiomba maombi ya kuachiliwa. Uachiliwe kwa jina la Yesu. Are you ready? Weka mkono wa kulia juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, mchana wa leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu nasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Ninasimama kutangaza katika jina la Yesu, kila magonjwa ambayo imeshika mwili wangu, kila roho ambayo imeteka nyara mawazo yangu, ambayo imeteka nyara maisha yangu, katika jina la Yesu ninasimama kuomba kufunguliwa, kuachiliwa kutokana na kila hali katika jina la Yesu. Ninaomba maisha yangu kuachiliwa, mawazo yangu kuachiliwa, natakasa kuachiliwa. Wakamuombea Petero akaachiliwa, Paulo na Sila wakaomba, na walipoomba milango ya gereza ikafunguka, minyororo ikavunjika na wakatoka. Kila minyororo ya kufunga maisha yangu katika ulimwengu wa roho, kila minyororo ya kufunga mawazo yangu katika ulimwengu wa roho, kila minyororo ya kunifunga ili nisiendelee, ili nisitoke, ili nisiishi vizuri, ili nisifanye vizuri, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninainuka kuomba kinyume na hilo, ninainuka kuomba kinyume na hilo. Natangaza moto, natangaza moto, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Haya, weka mikono yako pamoja, kila moja anaomba, kila moja anaomba, kila moja anaomba, kila moja anaomba, kila moja anaomba. Weka mikono yako pamoja, kila moja omba, 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 omba. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, weka mikono yako pamoja. Wacha kunyamaza, wacha kunyamaza wewe, wacha kunyamaza wewe, wacha kunyamaza wewe. Vunja kila minyororo katika ulimwengu wa roho, vunja kila roho ya kukuzuilia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunatangaza, tunaomba. Maandiko inasema kanisa likamwombea Petero kwa bidii, kanisa likamwombea Petero. Walikuwa wamemshika, walikuwa wamemfunga, walikuwa wamemfungia, lakini kanisa likamwombea, lakini kanisa likamwombea. Anza kujiombea wewe, jiombea, usinyamaze wewe, jiombea, usinyamaze wewe, jiombea, usinyamaze. Umekaa kwa hali moja kwa miaka mingi, umekaa kwa hali moja kwa kipindi kirefu, umekaa kwa hali moja kwa kipindi kirefu, umekaa kwa hali moja kwa kipindi kirefu. Kila mtu anaomba, kila
jina la Yesu. Natangaza ni kwa jina la Yesu. Natangaza ni kwa jina la Yesu. Ninavunja kila minyororo ya kufunga maisha yako. Ninaivunja katika ulimwengu wa kiroho. Nataka watu waombe. Wewe endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Omba katika jina la Yesu. Omba katika jina la Yesu. Omba katika jina la Yesu. Wamama wanaomba. Watu wanaomba. Kila mmoja anaomba. Kila mmoja anaomba. Kila mmoja anaomba. Wewe omba wacha kunyamaza. Wewe omba wacha kunyamaza. Lazima mawazo yako yaachiliwe. Natangaza kila mawazo ambayo imeshikwa. Natangaza kuachiliwa. Natangaza kuachiliwa. Natangaza kuachiliwa. Natangaza mawazo yako kuachiliwa. Natangaza fikra kuachiliwa. Ninafungua fikra zako. Natangaza kufungua. 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 Nafungua. 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 Waachiliwe. 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 Kila magonjwa iachilie maisha yako. 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 Natangaza uachiliwe. Natangaza uachiliwe. Natangaza uachiliwe. Kila roho imekamata maisha yako. Weka mikono yako pamoja. Weka mikono yako pamoja. Usinyamaze, usinyamaze wewe. Sanda katika jina la Yesu. Weka mkono wako ya juu, sema kwa jina la Baba. Kwa sauti kuu weka, sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, siku ya leo ninapoanza maombi, ninaomba neema yako, ninaomba neema yako. Niwezeshe Bwana, niwezeshe Mfalme, niwezeshe Mtakatifu katika jina la Yesu. Ninaomba neema ya kufunga na kuomba. Ninaomba neema ya kupigana vita hivi katika jina la Yesu. Ninaomba neema ya kupambana katika jina la Yesu. Kuanzia leo ninatangaza kupitia maombi ya leo, imeandikwa ya kwamba wala hakutakuwa chochote
kisichowezekana mbele zenu. Ninatangaza mawazo yangu kuachiliwa. Ninatangaza nafsi yangu kuachiliwa. Nafsi yangu kuachiliwa. Sema moto wa Roho Mtakatifu kwa mawazo yangu. Sema moto wa Roho Mtakatifu kwa nafsi yangu. Inaachiliwa mara ya kwanza, inaachiliwa mara ya pili, inaachiliwa mara ya tatu, inaachiliwa mara ya nne, inaachiliwa mara ya tano, inaachiliwa mara ya sita, inaachiliwa na mara ya saba. Achiliwa katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Shangwe na vigelegele, shangwe na vigelegele, shangwe na vigelegele, shangwe na vigelegele. Sema amen. Unaweza ukaketi chini, ubarikiwa sana. Mtazamaji wangu, tukutane wewe tena kesho. Tunaendelea na kipindi cha kuelimishwa na neno la Mungu. Tunaendelea na maombi. Kutoka hapa kwetu tunasema umebarikiwa. Amen. Amen. Weka mikono juu, tupatie Bwana wetu Yesu makofi.